Salimie unaendelea kufuatilia Love Life Academy. Sehemu ambako utaweza kujifunza mambo mengi kuhusu mahusiano, kuhusu ndoa, kuhusu kuachana, kuhusu kuvunja migogoro, lakini pia kurudisha mwenzi mliyeachana, lakini pia mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako linapokuja swala la mahusiano, masuala ya biashara na maendeleo binafsi kwenye maisha yako. Sasa leo tuna topic ya leo inasema usioe au usiolewe kwa mtu asiye sahihi, maana kuna gharama nyingi kubwa ambayo itakuumiza kwenye maisha yako yote. Wengi leo tunaolewa kwa sababu ya tamaa, au kwa sababu tumempata mtu tu, au kwa sababu muda umefika wa kutaka kuolewa au kuoa, lakini bila kufata maisha yetu baada ya hapa. Maisha ya mwanadamu yapo kimwili, lakini yako kiroho. Ingawa tunaenenda kwa mwili, lakini hatufanyi vita wala hatuenendi kwa jinsi ya mwili, bali kwa roho. Kuna vitu leo unavitamani kwenye mwili kwa macho ya kawaida ya damu na nyama, lakini rohoni Mungu vile vitu amevikataa na havitoweza kukusaidia na havitokufikisha mbali kwenye safari ya maisha yako. Kwa hiyo kama unataka kufika mbali kwenye safari yako ya kuwa na mwenzi ambaye hatokulipisha gharama za maumivu baadaye, cha kwanza, angalia ndoto na maono ya Mungu anayokuonesha juu ya yule mtu. Angalia anasema nini Mungu juu ya yule mtu. Unaona kwenye ulimwengu wa roho nini? Unaona mtu mnaelewana? Unaona mtu mnafurahi? Unaona mtu pikipiki amekubeba mnafurahi, au mnaenda kuanguka inaungua moto? Unaona mnagombana? Unaona mtu anataka kukuua? Kwa hiyo hata kama wewe upo kimwili, jitahidi anza kumfuatilia Mungu na anza kumjua mtakatifu ili akuongoze vizuri. Unajua wengi wa dada wanaenda kwenye maisha ya kimwili zaidi. Kuna namna watavaa, kuna namna wataishi, kuna namna watazini, wanaume kwa wanawake kabla ya ndoa. Haya yote yanaondoa sauti ya Mungu katika mfumo wa kupata mwenzi. Kwa hiyo unayempata mwenzi nje ya mifumo ya kimungu, jua kuna maumivu na gharama kubwa utailipa baadaye. Unaweza ufuke ndoa hata ni ya Kikristo au ya Kiislamu, uone kama mnacheka mnafurahi, lakini baada ya muda yatakuwepo kilio na kusaga meno. Ni wangapi ambao leo walianza vizuri, lakini leo kwenye ndoa ni kama panya na paka? Ni wangapi walianza vizuri, lakini leo vitanda wanalala vitanda tofauti? Ni wangapi walianza vizuri, lakini leo umetelekezwa na unaonekana kama adui na mwenzi wako anataka kukuua? Je, jiulize, kabla ya kuingia kwenye hayo mahusiano uliangalia rohoni? Wengi wanaenda kwa waganga, wanadanganywa. Wengi wanafanya ushirikina, wanaangamia kwa sababu wamepoteza nuru yao kwa kumtegemea shetani ambaye hawezi akasema wamemwacha mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi. Lakini kitu cha pili, angalia sauti ya ndani ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaongea na sauti na watu wote rohoni. Hata kama wewe hujaokoka, Mungu atasema na wewe. Lengo ni kukuokoa ili baadaye najua maisha ya mwanadamu unaweza kuja kuokoka na umjue mtakatifu. Lakini kitu cha tatu, angalia ishara mbalimbali za mwili na za hali na mazingira yanayokuzunguka. Kuna wakati unaweza kumkaribia mtu ukute roho inakataa, lakini unalazimisha kwa sababu unahisi hauna namna ya kufanya. Kuna mtu unaweza kukutana naye ukute kabisa hata kutaka kuonekana naye utaki, lakini roho inakukatalia. Hali inabadilika. Au ulipokuwa na mtu ukaona umeanza kushuka, ukaanza kupotea, kazi zikapotea, biashara yako ikaharibika, nguvu yako ya kiroho ikaisha, maisha yakaanza kuharibika, ukahisi ni hali imetokea. Lakini kumbe Mungu alikuwa anakuonya, anakupa ishara ya mazingira, ishara ya hali na ishara ya mwili. Kitu cha nne, angalia Mungu anatangulizwa rohoni kila siku au mara ngapi kwenye maisha yako. Na ili Mungu uweze kumtanguliza katika safari ya kuchagua mwenzi, huwa hatuangalii masuala ya kimwili. Wengi unaenda kuangalia mwenzi, unaangalia ameshika Biblia, unaangalia labda ni dini fulani, ni Mkristo au Muislamu, unaangalia huduma, labda ni mwanakwaya au ni nani au ni kiongozi fulani. Unavutiwa na hayo. Hayo hayaelezi uhalisia wa mwanadamu. Uhalisia wa mwanadamu upo katika matunda ya Roho Mtakatifu, ambao lazima ndani yake uwe utu wema, fadhila, upole, uaminifu, huruma,
awe tayari kujitoa kwa ajili yako, na awe mwaminifu katika njia, safari, lakini pia hata mawasiliano. Sasa unaposhindwa kumtanguliza mtakatifu, kumtanguliza Mungu katika safari yako ya kujenga maisha yako ya mahusiano na ndoa, kitakuja kuwepo kilio na kusaga meno, na kuna gharama nyingi utakuja kulipa. Tafakari leo, uchukue hatua. Usiende kimwili, usiende kichwa. Kumbuka, maamuzi ya ndoa si jambo la siku moja, ni jambo la milele na ni agano la milele. Ukikosea kuoa, kila kitu chako kitaharibika. Leo wengi walikuwa matajiri ni maskini. Walikuwa na maisha mazuri, leo wote wamefilisika. Walikuwa na amani, leo hawana amani. Walikuwa wana furaha na wanamjua Mungu, leo wamemwacha Mungu, wamemwasi Mungu. Wengine wamekunywa sumu, wengine leo wamegeuka walevi, wengine leo wana msongo wa mawazo kwa sababu ya mahusiano fulani. Kabla ya kufika huko, muulize mtakatifu, atakuongoza katika kweli na utaweza kufanikiwa. Isaya 45 mstari wa 11, maandiko yanasema, Mungu tumuulize kwa habari ya maisha yetu, kwa habari ya kazi zetu, kwa habari ya watoto wetu, kwa habari ya kila kitu. Tumuagize yeye na yeye atatujulisha. Hakuna kilichofichwa kwenye mikono yake, kwenye macho yake na kwenye ufahamu wake Mungu. Soma kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 mpaka wa 13. Nawapenda in Jesus name. Thank you.